ujue na mimi safari yangu iko njiani nafika. Na ujue kwamba kile kitendo cha yeye kuondoka ni akili yake, kwamba ilifika kikomo ya kwamba kisipate. Hapana, siku ikifika lazima uondoke katika maisha haya. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. أما بعد، kumshukuru Allah na kumtakia rehema na amani kipenzi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni bila kusahau kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mafanikio yaliokuwa mazuri kwa wanadamu ni yapo kwa yule ambaye atakayeishi maisha yake yote mpaka mwisho wa uhai wake akaishi katika maisha ambayo ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, maisha ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayaridhia na kuyapenda kabisa kwa waja wake. Ndugu zangu katika imani, hakuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na wingi wa shukrani ni kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuyatekeleze, na kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza tuyaache. Hapo tutakuwa tupo katika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo tutakuwa tupo katika maridhio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi Waislamu. Ndugu zangu katika imani, hutuba yetu ya leo itaelezea jambo adhimu kabisa, au tutakumbushana jambo kubwa kabisa, maandalizi ya umauti. Jambo ambalo
wanadamu tumelisahau jambo ambalo Waislamu tumelipuuzia kabisa, na wala hatuna hofu nalo katika mioyo yetu. Lakini ukikaa chini ukilifikiria kwa makini, hili jambo lina uzito uliokuwa mkubwa sana, na ni mawaidha yaliyokuwa makubwa sana kwa Muislamu. Pale ambapo utakapomuona mwanadamu mwenzako ameondoka katika mgongo wa ardhi na kwenda kuanzisha makazi mengineyo, makazi ya upweke, makazi ambayo ya mashaka, hajui anaanza vipi katika makazi hayo, basi mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa upambanuzi, amempa tafakuri iliyokuwa nzuri, lazima atakaa chini, kama mwenzangu ameondoka katika ulimwengu huu, je, na mimi nimejiandarishia safari hii? Jambo gani lililokuwa zuri kabisa? Jambo gani la kumpendelesha Allah subhanahu wa ta'ala? Endapo pale na mimi umauti utakaponifika, ili niweze kwenda kuyaishi maisha hayo ya upweke, niende kuyaishi maisha yaliyokuwa mazuri kabulini kabla ya kufufuliwa kwangu. Mwanadamu anahitajika hafanye maandalizi ya umauti. Tunahangaika na dunia, tunaenda huku na kule, lakini hatujui umauti wetu ni lini, hatujui umauti wetu ni mwaka gani, hatujui umauti wetu ni siku gani au ni saa ngapi. Hili jambo katika kichwa chetu sisi liko mbali kabisa, na yule ambaye mwenye kuwa na tafakuri kama hizi, basi ajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa neema kubwa sana ya kujikumbusha, kwa sababu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume wa Allah ameshasema kwamba mauti kuwa inatosha kuwa ni mawaidha. Unapomuona ndugu yako aidha katika ukoo, baba au mama, au katika imani, hata si katika imani, endapo pale utakapomuona sasa wanampeleka katika maisha mengi leo, basi jua na mimi safari yangu iko njiani nafika, na ujue kwamba kile kitendo cha yeye kuondoka si kwamba ni akili yake, kwamba ilifika kikomo ya kujizuia yeye kifo, kwamba kisimpate. Hapana, siku ikifika lazima uondoke katika maisha haya. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, atani Jibrilu, amenijia mimi Jibrilu alayhi salam, wakala, akasema kuniambia, ya Muhammad, ewe Muhammad, aishi ma shi'ta fa innaka mayyit, ishi utakavyoishi wa Muhammad. Anaambiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaambiwa kipenzi wa umma, anaambiwa kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, anaambiwa kwa kule kupendwa kwake na Allah, lakini anaambiwa na mwalimu wake Jibril alayhi salam, aishi ma shi'ta, ishi utakavyoishi wa Muhammadi. Angalia namna gani bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyopewa sharafu, alivyopewa utukufu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ameshasamehewa madhambi yake atakayoyafanya, Allah kamlinda na kila aina ila,
lakini amempenda zaidi kushinda sisi tunavyompenda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini anapewa habari na malaika Jibril alayhi salam, asema ya Muhammad, Muhammad, ishi ma shi'ta fa innaka mayyit. Ishi utakavyoishi kwa Muhammad, hakika wewe ni maiti. Ni hakika imetumika herufi ambayo ya uhakika kabisa, kwamba ni hakika, hakuna shaka ndani yake kwamba wewe utakuja kufa. Lakini ujumbe huu haambiwi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake, na vile vile unaambiwa umma mzima wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewe Ali, ewe Abubakari, ewe Amina, ewe Fatuma na wengineo, ishi ma shi'ta fa innaka mayyit. Ishi utakavyoishi hakika wewe ni maiti. Kwamba ipo siku watu watashauriana, huyu bwana tushampeleka hospitali sasa, kwa wababe ambao wanaweza kumtibu mwanadamu, lakini akili zao zishafika kikomo. Watashauriana, sasa tumpeleke kwa nani angalau hapate tahfifu ya maradhi yake na sisi ndugu, ili tuweze kupata furaha juu ya utu wetu. Lakini je, haya yote kushauriana kote, je, Muislamu mwanadamu umejiandarishia nini mazingira yako ya kwenda katika maisha mengineyo ya barzakh, kwenda katika maisha mengineyo ya kaburini? Umejiandarishia nini? Au katika mgongo wa ardhi wewe unaishi vile ambavyo wewe unavyotaka? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Hivi je, anadhani mwanadamu kwamba tutamwacha hivi aishi? Ikiwa mwanadamu huyo yeye mwenyewe katika mpangilio wa maisha yake amejiwekea taratibu yeye na familia yake, hata wale wanyama na wafuga, aidha iwe ng'ombe, iwe mbuzi, iwe kondoo na ndege, amewekea taratibu ya maisha kwamba muda fulani mimi nitawafungulia wanyama wangu, wataenda kula kwanza hapo, baada muda fulani watarudi katika mabanda yao. Na kadhalika na familia yake hivyo hivyo, ameiwekea utaratibu kwamba utaratibu wa familia yangu ni hivi, na mtu akiuingilia ule utaratibu wa familia yake anachukia kabisa. Iwaje kwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu asimwekee utaratibu wa maisha yake katika maisha ya dunia? Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Hivi nadhani mwanadamu kwamba kuishi kwake kwamba tutamwacha hivi hivi, tusimwekee utaratibu wa maisha aishi vile mambo yake atakavyo? Ni swala ambalo ni zito sana. Tunahitajika tuishi katika maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda, na hayo ndio maandalizi mazuri kwetu sisi katika maisha ya dunia ya kwenda kaburini. Tofauti na hivyo, itafika hatua malakul maut atakapomfikia mwanadamu kutaka kuchukua roho yake, mtu sasa anaona shida, anakataa kutokamana na yale matendo ambayo yeye anaonyeshwa kule na kuelekea ni wapi. Lakini akiwa mtu huyu ni mwema, kajiandarishia na yale mambo ambayo ya umauti yatakayomfika, anaona kwake yeye ni jambo ambalo ni jepesi kwenda kukutana na Mola wake tukufu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa maneno haya na malaika Jibril alayhi salam, ya Muhammad, ishi ma shi'ta fa innaka mayyit.
Muhammad, ishi utakavyoishi wewe Muhammad, ikawe ni maiti. Wa ahbib ma shi'ta fa innaka mufariquhu, na umpende umtakaye. Tena upendo wenyewe sio ni upendo ule wa nini, ni upendo wa zaidi wa kumpenda huyo mtu, lakini jua ipo siku utakuja kufarakiana naye. Angalia mwanadamu, watu wanashauriana kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, waqila marraq, wataulizana watu, utasemwa ni nani wa kumzingua huyo mgonjwa wetu kuhusiana na matatizo ambayo alikuwa nayo. Wataulizana, wadhanna annahu al-firaq, lakini vile vile yule mgonjwa mwenyewe hakipewa uji unatokea pembeni, koli imeshaziba, hajui ataponaje. Lakini vile vile wadhanna annahu al-firaq, atajua kabisa hivi sasa hii ni safari ya kutengana na wale ambao nilikuwa nikiwapenda katika maisha ya dunia. Hii sasa ni safari ya kutengana na wale ambao niliokuwa nikiwapenda katika maisha ya dunia. Ndio bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaambiwa na malaika Jibril alaihi salam, wa ahbib ma shi'ta, mpende umtakaye, lakini kumbuka siku moja utakuja kufarikiana naye, utakuja kutengana naye. Ulikuwa ukimpenda kama mke, kama mume, kama watoto, ulikuwa ukiwapenda. Umelazwa sasa kitandani, madaktari wanahangaika. Mwisho wa siku sasa wanawaita ndugu wale wenye mioyo, sasa sema jamani, huyu mgonjwa sasa turudisheni nyumbani, tumehangaika. Hiyo inaonekana hii sasa ni safari kuelekea kwa Mola wake. Sasa haya maandalizi wewe unayafanya vipi? Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anasema, afya yako kabla ya maradhi yako, uhai wako kabla ya umauti wako. Unapokuwa na afya, basi jua mimi kuna siku nitapata maradhi, na mimi niko hai, nina afya, niko hai, ninafanya lile ambalo ninalitaka. Jua kuna umauti, kuna mara kwa mauti. Yeye akija, yeye hataki, hana tamaa kabisa ya pesa, wala hatamani, hajaumbiwa yale maumbile ya kutamani. Yeye anatekeleza yale ambayo aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Muda umefika, anachukua roho yako, anaondoka nayo. Je, umejiandalishiaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Umejiandalishia nini kaburi lako, kaburi ambalo watu wanakubeba katika janaiz, wanakupeleka, watu wanaangalia mwanandani. Je, mwanandani amechibwaje? Bwana huyu, bwana mwanandani, bwana ni mdogo, tumuongeze kidogo. Wanaongeza hapa sasa ni sawa sawa. Wanakuchukua, wanakuingiza katika kaburi, wanakuelekeza kibla. Maskini ya Mungu, wakati uko hai hata kibla ulikuwa ukijui. Ukiambiwa kibla hapo, unajishauri hivi kibla ni wapi? Wanakubeba. Sasa haya ni maandalizi ambayo wewe unahitajika uyachukue. Wakishaondoka, wanakuacha wewe na mwanandani wako. Kuna malakani, kuna malaika wawili watakujia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani al-azim wa nafani wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barur karim. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ama baada ya kumshukuru Allah kwa mara ya pili na kumtakia rehema na amani kipenzi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, na kusieni kwa mara nyingine bila kusahau kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hotuba yetu ya pili itaenda sawa na hotuba ya kwanza katika anwani isemayo kwamba maandalizi ya umauti. Maandalizi ya umauti hayafanyiki labda kwa kula sana, kwa kufanya mazoezi sana. Hapana. Maandalizi yaliyokuwa mazuri ya umauti yanafanyika kwa kuswali, kwa kutoa sadaka, kwa kufunga, kwa kuwasaidia watu na kadhalika na kadhalika. Ili mradi kunajua kwamba ili jambo mimi nikilifanya linamridhisha Allah, basi lifanye. Ukiona ili jambo alimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala, lifanye, usilifanye. Jua hayo ndiyo maandalizi ambayo wewe yatakao kupelekea wewe uende ukaanze maisha mazuri katika kaburi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huyu mwanadamu akishaijua safari yake hivi sasa ndiyo saa ambayo mimi nitakayotenganisha kati yangu mimi na dunia, kati yangu mimi na wale ambao ninawapenda, na majumba yangu na magari yangu na wake zangu na kadhalika na kadhalika. Ila rabbika yawma idhin almasab. Hiyo safari ndio safari siku hiyo. Mwanadamu atapelekwa kwa kuchungwa kuelekea kwa Mola wake. Watu watapanga sasa, sanda inauzwa shilingi ngapi? Tufanye nini? Ili mradi tu safari yako itimie. Endapo muda ambapo wewe ulikuwa uko hai, ulikuwa ukijiogesha mwenyewe, ulikuwa ukienda mwenyewe sehemu za kujisaidia, lakini umauti ukikufika, hakuna ambacho wewe utakachokiweza kukifanya, bali umelala umenyooka kabisa. Hakuna kukusaidia, bali wale ambao watakaochaguliwa waje kuoshe, wakuveshe sanda, wakupeleke katika kaburi. Lakini haya yote ambayo mwanadamu alikuwa akiyafanya katika maisha yake ya dunia, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fala saddaqa wala salla. Huyu mwanadamu safari yake imemfika, lakini katika maisha yake ya kidunia alikuwa anaishi wala hakubali mambo ya Mwenyezi Mungu, wala halikuwa hataki kuswali. Akiambiwa jambo la kuswali, anasema sasa huyu kashaacha mambo yake ya kidini, hataki kabisa kuswali. Na akikumbuka kidogo, labda Ijumaa mpaka Ijumaa wiki au mpaka hivi. Ndugu zangu katika imani, tunategemea nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika haya ambayo tunayoyafanya? Kuswali imekuwa ni tatizo. Tunaswali vile tunavyotaka sisi, nafsi zetu zinavyohitaji,
sio kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuamrisha kupitia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin kadhaba wa tawalla, lakini mwanadamu huyu hakawa ni mwenye kukadhibisha ya Allah na akageuka kabisa, hataki kuyasikia ya Allah subhanahu wa ta'ala wala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaishi vile ambavyo anavyotaka yeye. Umauti unamfikia, inakuwaje? Umauti unamfikia, malakul mauti, roho inatokaje? Huyo malakul mauti atakuja kwa sura gani juu ya huyo mtu? Tumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tujue kwamba kifo kipo na hakuna mtu hata mmoja atakayebaki katika ulimwengu huu, awe binadamu, yawe majini, wawe malaika na viumbe wengineo. Hakuna ambaye atakayebaki katika mgongo wa ardhi au katika tumbo la Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye ambaye atakayebaki. Sasa wewe mwanadamu umejichukuliaje? Unaishije katika maisha yako? Asema leo yako ndio maandalizi ya kesho, kesho yako ndio maandalizi ya kesho kutwa. Tuna usemi ambao wanasema ukichezea ujana fainali uzeeni, na mtu anapambana kujipambania ajiwekeze majumba, mali, ili akishafikia uzee asipate shida ya kuombaomba. Kwa nini usijiwekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee? Ukajiwekeza kwa kuswali swala 5, ukajiwekeza kwa kutoa sadaka kwa wingi, ukajiwekeza mwezi wa Ramadhani umefika ukafunga, mwezi wa Dhulhijja ukafika ukaenda kuhiji, ukajiwekeza, umeona mwiba njiani umeutoa, ukafanya mambo ambayo yatakayokupelekea wewe ukienda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala unaenda walikuwa salama salimini. Tumteni Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu katika imani, ili tuweze kuishi tutakapoishi, tutakapoenda katika maisha habari zake, tuende tukaishi katika maisha ambayo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. Mwanadamu badala ya kuyakuonusha ya Allah na kukisahau kifo, Allah subhanahu wa ta'ala asema, kisha mwanadamu huyu akawa naenda kwa watu wake kwa kulinga kabisa, akijiangalia na afya nzuri, ana bodi iliyokuwa nzuri, asisahau kwamba kuna kifo. Ya Allah hayataki, ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayataki. Yeye anaishi vile ambavyo ametaka, mara leo yuko fulani, mara leo yuko sehemu fulani, anafanya starehe za kila aina na marafiki mbalimbali, tena akitembea kwa kulinga kwa madaha, anafanya mambo yake vile ambavyo anavyotaka. Sasa Allah anasema, ayahsabu al-insanu ayutraka suda. Hivi je, huyu kwa kumuumba hivi, kwa kumweka yuko vizuri, akaishi vizuri, tukampa afya, hivi je tumwache hivi bila kumpa utaratibu wa maisha ambao utaratibu huo utakaompelekea yeye atakapokuja kunyofolewa roho yake na malakul mauti akaenda kuishi vizuri pia katika maisha ya kaburini? Ndugu zangu katika imani,
tunahitajika turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maisha ni ya kupita, usidanganyike ukakaa kijiweni ukapiga story na wenzako mkacheka mkafurahi, au ukarudi nyumbani ukauona mkeo ukapendeza ukafanya kadha na kadha ukaona umemaliza tu peke yake. Hapana, rudi nyumbani, muuliza mkeo ameswali, watoto wameswali. Je, kuna sehemu kunahitajika jambo la Mwenyezi Mungu kalifanya? Haya ndio maandalizi ambayo atakayokupelekea wewe uende kuishi vizuri katika maisha ya baraka. Haya ndio maandalizi. Malakul mauti atakapokuja kukujia kunyofoa hiyo roho yako, akaja katika hali ya utaratibu akakunyofoa roho yako hali ya kuwa anaikuliza kwa upole, sio kwa hasira. Ndugu zangu katika imani, kifo akiangalia tajiri wala maskini. Maana tuna tabia ya kusema mimi bwana maisha magumu, sasa naitafutia familia. Kwa nikienda kuswali muda wangu ndo nafanya kazi kuitafutia familia. Je, aliyekupa nguvu ni nani? Aliyekupa afya ni nani? Aliyekuwezesha miguu yako iko vizuri kabisa ukatoka nyumbani kwako sasa mimi naenda kufanya kazi ni nani? Nani aliyeweka akili yako ikawa timamu kabisa ukajua hivi sasa mimi nitoke niende nikaitafutia familia yangu ni nani? Najua umetokea wapi na unaelekea wapi na mwisho wako ni upi, na unahitajika ufanye nini. Basi yule aliyekuwezesha mpaka kufikia hatua hiyo unahitajika umheshimu kweli kushinda kiumbe yoyote. Yule ambaye aliyekufanya hivyo mpaka hivi sasa unajitambua, unahitajika umheshimu na umtii, kwa sababu muda ukifika haangalii familia yako, haangalii mkeo, haangalii watoto wako kwamba ukiwaacha atakuja kupata shida. Yeye anatuma malaika wake anakuja kuchoma. Angalia na wewe sasa muda huo na malengo yako, uitafutie familia yako. Maskini ya Mungu umetoka njiani unakutana na ajali. Tunahitajika tuziangaikie familia zetu, lakini na vile vile tumhangaikie Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidi kufanya ibada ili mradi tutakapoondoka katika maisha ya dunia Allah anajua kwamba mja wangu kweli alihangaika japokuwa makosa ya kibinadamu yapo, atakuhurumia. Ndugu zangu katika imani, tunakumbushana mimi pamoja na nyinyi lengo kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale ambapo tulipokosea, Mwenyezi Mungu atusamehe na atuongoze na tuweze atujalie mwisho uliokuwa mwema. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم العميم الواسع سابغ ما تغنينا به جميع خلقك إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.